kutenda dhambi mbele zako Bwana. Na karibu tena mtazamaji, tuendelee kuwasiliana na wewe hapa ndani ya studioni zetu. Kama vile tulikuwa tumekueleza hapo, mtazamaji, tutakuwa tunaingia na mgeni na atakuwa anatueleza mengi zaidi. Kwa hivyo pale popote ulipo mtazamaji, karibu na uweze kuwasiliana nasi kupitia nambari ya simu ambayo unaitazama kwenye runinga yako. Karibu sana. Asante sana. Tunashukuru sana papa, tulikuwa tumekungojea kwa hamu na gamu. Papa mwenyewe ndani ya nyumba ndio huyu sasa. Na Edu akachocha mengi zaidi. Papa Jose ndio huyu ndani. Akatichocha. Tunashukuru sana kwa kuwa nawe siku leo ndani ya studio zetu. Nashukuru sana pia kwa katika televisheni. Papa, watu wanasikia tu nikisema papa lakini hajafahamu jina lako kwanza la kitambulisho ni lipi. Ndipo uweze kutueleza maana ya papa ni gani? Papa ni kijana mmoja ambaye anajiita Joseph Mushiri, ambaye ilifika mahali ni kwa sababu ya huduma ambayo alikuwa akifanya akaiko ile jina kuitwa papa, ni kwa sababu ya ile idara ya muziki alikuwa akifanya. Ona, mimi nilikuwa nikicheza muziki piano pale kanisani nikiimba. Sasa kidogo akaniambia, papa unafanya kitu nzuri. Sasa akaniambia, bana wewe utabidi kuita papa. Nikasema basi nitasadiki, mbona nisiite papa? Kwa maana ninafanya muziki, nafanya pale, nacheza gitaa, nacheza piano. Hata akasema huyu ndio papa. Sasa nikasema basi nasadiki hilo jina. Sasa tunapenda tuweze kutambua jina lako kamili ni lipi? Jina langu kamili ni Joseph Mushiri, lakini langu la usanii au langu ambalo najiita kabisa ambalo watu wanatambua ni Papa Jose. Tukikutana hapa pale mtaani tukuite papa. Papa Jose mwenyewe. Ndio huyo. Asante sana papa, kabla tujaenda mbali na kabla tujaingia kwenye uimbaji pia na kupitia yale mambo mengine ambayo unafahamu pia utakuwa unateleza mengi zaidi. Tungependa tuweze kuingilia katikati. Najua labda ungeona kashati kama hako. Kashati kazuri kabisa logo. Kama hako, kiatu na trouser kama hiyo. Labda kuna zile changamoto ulizo kuzipitia wakati ulipokuwa mtoto mdogo pale nyumbani, labda mambo mavazi, karo ya shule pale nyumbani. Hasa changamoto zipi ambazo uliweza kuzipitia? Kwa kweli kuna mambo kadha wa kadha ukizaliwa hawezi kuyakwepa. Changamoto ukizaliwa lazima uzikumbe. Maana hata Yesu mwenyewe katika jangwa alipitia changamoto. Sisi ni nani? Lazima tuzipitie, waona. So changamoto zipo. Moja ni kama ile katika ile hali ya kukua Mkristo, katika ile huduma ya muziki ambayo unaifanya, kuna changamoto unapitia nazo. Kama mimi kwa mfano, mimi si papa tu peke yake wa kuimba. Mimi ni producer wa muziki. Nafanya kazi ya muziki ya kutoa muziki na kuimba pale. So unapata katika ile changamoto unapata kuna watu wengi wanajaribu kuangalia yule kijana mzuri waona. Na kama vile unasmile unaona mwingine anaanza kupigia hesabu lakini hauko pale waona. Kwa sababu wewe unajielewa kwa sababu papa ngoja kidogo acha kwenda out of the topic, want to know ni changamoto pale nyumbani. Mavazi ya shule ilikuwa vipi? Mavazi ya shule kabisa yalikuwa ni ya changamoto, maana mimi nilisoma na kiasi kingine ilikuwa namulika watu nyuma. Nilijua tu ndio maana ukajikaza mpaka ukafungua studio ukasema na watoto wangu lazima wavae lazima. Na kidogo na mambo kama karo ya shule ilikuwa vipi? Karo ya shule ilikuwa changamoto, ilikuwa changamoto. Wakati mwingine katika shule ya upili nilikuwa inabidi niende kuhubiria principal. Jamani. Nimwambie unajua shida zipo. So wakati namhubiria pale namwambia sasa waona mama kule nyumbani tulikunywa uji jana, hatuna pesa, jamani niruhusu nisome tu. Pesa zaja. Ona changamoto za karo, uniform wapata nilikuwa navaa shati hapa chini imekatika lakini inabidi navaa sweta. Waona. Na papa kidogo nikuulize, ulikuwa unajichukulaje wakati ule, manake uko unajua kwamba siku moja ipo siku ambayo utakuja kufaulu katika maisha? Jambo moja ambalo nilikuwa nalo katika moyo wangu. Mzazi alikuwa akiniambia muda huu ambao uko nao utumie vizuri. Maana kidogo napata na kupatia kitumie vizuri. Maana ipo siku utakumbuka na bidii yako ambayo unafanya leo kesho itakupia manufaa. Waona. So nikakuwa nikijikaza nikijipa tumaini ya kwamba ipo kesho itakuwa sawa kuliko hii leo. Maana ukiona tumaini yote yanawezekana. Na papa kidogo kuna mtu ambaye anapitia kwenye changamoto nyingi sana katika maisha yake. Anasema hakika mimi changamoto zile ambazo nimeweza kuzipitia katika maisha yangu siwezi kutobala. Afadhali niache yule ama niache kile ambacho nakifanya labda nishike mengine. Mtu kama yule ambaye anapitia kwenye changamoto unaweza kumwelimisha. Usikwepe katika changamoto, maana changamoto zitafanya ukue na uweze kukuta kila ambacho kiko mbele yako. Maana ukikwepa shida haujaisikia. Lazima ukumbane nayo ili kesho yako uweze kupatia wengine ushuhuda. Maana mimi nilikumbana nazo nikazipita. Nikakupea mfano pale tulipoanza. Yesu alikumbana na shida, alikumbana na changamoto na akaweza kuishinda. So kama yeye alishinda, si hata sisi tunaweza shinda. Ni kuamini tu. Asante. Tunashukuru sana papa. Unajua papa ni jina la utoto sana. So kule mtaani
yani sisi tunasema jina la papa ni jina. Unapata yule mtu bado ana utoto kidogo, labda unapata ni mtu ambaye amechangamka. Na hakika ni kweli. Ai kweli ile ukiitwa papa lazima uchangamke, maana unajua wewe ni papa ambaye ni mzazi, waona. Kuna watu wanakuuza, kuna watu wanakuuza. Unajua jina papa ni jina kubwa. Hata si leo unasema ndogo, ni jina kubwa. Maana kuna watu wanakuzunguka ukikuangalia, kuna wale watu wanategemea ufanye kitu waige. Sasa lazima ufanye kitu ambacho ni sawa. Maana usipofanya kitu sawa, wataanza kufanya wrong, wakisema kweli hiyo title ambayo uko nayo haifai. Hiyo kabisa. So lazima uendanishe na kabla tujiingilia kule kwenye kazi ambayo unaifanya zaidi, wacha tuweze kuingia kwenye muziki kidogo, tuweze kujua. Uliingia studioni kurekodi muziki wako kwanza lini? Kuingia studioni sikuweza kuingia kurekodi. Nilianza muziki mwaka 2007. Na mwaka 2011 ndio nikaingia katika kusoma production. Production nikaanza kufanya mwezi wa mwaka 2012. Na pale sasa ndio nilianza kujitolea muziki. Mimi sijawahi rekodiwa na mtu. Mimi mwenyewe nacheza kila kitu, natunga wimbo, naimba. Kidogo maana siwezi kuuliza changamoto zipi uliza kuzipitia wakati ulipokuwa na rekodi muziki. Hili jambo limenisukuma sana mpaka watu wananiuliza, wananiambia niweze kuuliza hili swali. Papa pale studioni kuna kuwa na changamoto nyingi kabisa sana. Nyingi sana. Na isikui sura ambayo tunaiona hapa ikifika pale studioni ina change. Unajua wakati mwingine ambapo unaambia mtu arudie kitu inafika mahali unasema umechoka. Ni changamoto zipi zinakuwa pale studioni ambapo unaona mtu anarekodi muziki? Changamoto zipo mingi, maana utapata wasanii ama waimbaji ambao wanaingia katika studio wote hawako level moja. Kwa maana kuna wale ambao wanajua kuimba na kuna wale ambao wanajifunza. So lazima uangalie msanii anapoanza kuimba, unamuanalyze. Unajua huyu nitamuhandle hivi, huyu nitamuhandle vile. Kwa maana kuna mwingine atakuja ukishaunda track anaweka maneno mnamaliza. Kuna mwingine tukimwambia niwekee harmony hafahamu harmony ni kama nini, waona. Lakini lazima umweze kumuelezea na uweze kukua pamoja naye ili wewe kwa sababu unafahamu kile unachofanya uweze kumhandle vile yako. Ndipo muziki wake uweze kutokea. After all we don't look at atuangalie ati kwamba anakuja kuentertain. Tunaangalia kile kipaji ambacho Mungu ameweka ndani yake. Waona. So lazima hiyo kipaji ukinache na ukikuze kicome to reality. Na kidogo kabla tujaingia pale kwenye production yako ama kufungua studio kidogo nikuulize, ni changamoto zipi ambazo ziko katika safari ya muziki ya uimbaji? Maana wewe ulifungua studio na uko na wito labda ya uimbaji. Na kabla sijakuuliza hilo swali, ni changamoto zipi ambazo ziko pale katika uimbaji? Changamoto za uimbaji ziko mingi, maana wafanya watu wengine wanaimba muziki kuiga wengine. Waona? Hiyo ni changamoto ya kwanza. Unataka kufanya kwa sababu fulani amefanya. Na ukifanya haujazungumziwa na Mungu. Unaona? Wengine wanataka kufanya ni kwa sababu wengine wanafanya hiyo muziki. So ukiangalia jaribu kuanalyze haina ile uzito. Waona? Na changamoto nyingine unapata uimbaji ambao tunafanya haina ile utukufu. Unaona? Unafanya muziki ukijaribu kuusikiza haina ile mtiririko. Haina ile message wise. So unafanya tu lakini ukijaribu kuanalyze haina uzito kabisa. Lakini kunikuulize papa kabla tujaenda mbali na kunikuuliza swali lingine pale. Kuna watu ambao wanafanya muziki kama biashara, wengine wanafanya kama wito, na wengine wanafanya kwa sababu niliona mwenzangu akifanya, pia mimi nitafanya. Kati hizo vitu vitatu kwako ni lipi hasa? Mimi katika studio yangu ambayo nilianza ni kwa sababu ya kukuza vipaji. Huu ni mwito ambao Mungu aliweka ndani yangu. Nikiwa mdogo kabla sijaendelea, nilikuwa nachukua mitungi. Naanza kuunganisha uzi ya mama, naanza kufanya crusade peke yangu. So ni kitu ambacho Mungu alikuwa ameshaweka ndani yangu. So mimi nafanya muziki ili kukuza huduma ambayo Mungu ameweka ndani ya watu. Ulijigunduaje kwamba wewe una talanta ya kufanya muziki? Moja, nilijigundua kwa sababu katika mtaa ambao nilikuwa ambao nilitoka sasa, kulikuwa na crusades. So nilipokuwa nasikia piano inacheza, nilikuwa nakimbia. Naenda nasikiza na dance narudi. So nikadevelop ile interest. Na nikakuwa nikienda Sunday school naambiwa tuongoze wimbo naimba ile la baba. Ona, so nikaanza kuenda hivyo katika shule ya upili nikakuwa chairman kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha 4 hadi niko na cheti. So nikagundua huu ni mwito beyond kile nafikiria. Na ndipo nikaanza kukuja kuona ninaanza kudevelop ile kuandika nyimbo na kuziimba, lakini sasa wakati huo sikuwa nimeanza kuingia studio. Sasa wakati nilianza kugundua hivyo nikaanza kusonga na kuanza kujua kwamba hii ndio line ambayo Mungu ameniweka. Na sasa kufikia hapo na nyimbo ngapi zile ambazo umerecord, umeandika na umetoa video zote kwa jumla ni ngapi? Nyimbo ambazo nimeweza kutoa video zote ni ngapi nyimbo zako? Umetoa video, umeandika na bado zingine ziko pale nyumbani. Zote kwa jumla ni ngapi? Nyimbo zote zinaelekea 30. Aswa, ni nani ambaye anakusaidia kuandika nyimbo zako? Mimi naziandika mwenyewe. Ni vizuri umeokoka?
Mimi nimeokoka. Utuambie ukweli basi, nyimbo zako ya nani ambaye anakusaidia kuandika papa? Mimi nimeokoka na nashiriki kanisa la KG South Sea. Na mimi ndio na direct muziki pale. Kwa hivyo pia mimi hubiri. Kwanza umeokoka. Tuanzie pale. Kwa sababu lazima tukue tunaenda line moja. Usiniulize kitu ambacho kiko ndani yako. Lazima nielewe kwanza. Ama namna gani? So lazima, unajua huu mwito uliponianza kuniuliza, hii ni kitu kibali ambacho kiko ndani yangu. Na wakati nafanya muziki, sifanyi tu muziki, ni huduma ambaye Mungu ameweka ndani. Kwa sababu hawezi andika wimbo kama haufahamu Mungu ni nani. Hauwezi andika. Wataandika ndio, lakini wimbo ule unakuanga seasonal. Wacha nikwambie dada, unakuanga seasonal. Lakini wimbo ambao Mungu amewanoint na amepaka mafuta, huo wimbo hata ukisikiza wakati wapi ule, majira yapi yale, huo wimbo unabariki na unaguza mtu pale nje. Na hicho ndicho nafanya. Mimi hubiri, mimi ni muombezi, mimi ni muimbaji kanisani. Muombezi ama pastor? It's good. Mimi si pastor. Mimi ni muombaji tu, mimi ni intercessor. Unafikiri miaka mitatu inayokuja utakuwa wapi Mbariki muziki? Mimi ninatumaini ya kwamba nina kusudi niweze kuguza nyoyo nyingi. Si ku-entertain tu, bali niweze kuguza maisha ya watu pale nje. Niweze kutransform maisha ya watu. Hilo ndio kusudi ambalo ninaomba sana. Papa, ushafanya collabo ama una mpango wa kufanya collabo? Collabo nimezifanya 2. Ni changamoto zipi ambazo zinakuwa pale kufanya collabo? Collabo ya kwanza utapata ukifanya na mtu, kabla muweze kukuja kwa ile message ya song ndio iweze kujitokeza. Utapata ule mkianza kuimba mmekuja na chorus nzuri mmeandika. Ule anakuja na verse ambayo inaenda nje, inabidi mkae chini muelewane mada ya wimbo ni upi. Na ni message gani ambayo tunataka kuipeana pale. Ngoja kidogo nikuulize Papa. Yes. Kuna collab ile ambayo unafanya, mnaamua muandike wimbo pamoja. Kuna ile collab ya nimeandika wimbo but nimekuita uweze kunisaidia, ama manake nishaandika, mimi nataka tuimbe kile ambacho nimekiandika. Pia inawezekana. Maana ukiniita naimba kwa wimbo wako, utaniambia labda tuimbe kwa chorus na wewe uimbe verses. Okay. Waona? Na unaweza niambia basi kulingana na hii mada ya chorus kuja na verse yako. Waona? So lazima nikuje na mtiririko wangu na wewe kuja na mtiririko wako, lakini message iwe inaingia. Sita tena sana kupitia muziki wako, lakini acha tuangalie SMS ndipo tuweze kuingilia kile kitu ambacho nilikuwa nahitaji tuweze kuzungumzia zaidi. Na kidogo kabla sijaenda, apart from music, nitakuwa na kuuliza swali pale kidogo tuweze kuangalia ni kina nani ambao wanawasiliana nasi kupitia kwenye nambari ya simu, na mtazamaji tutakuwa tunaweza kusonga mbele kidogo. Naona ametuma tu salamu peke yake. Mwingine anasema kwamba ni msanii classic, anasema Harmonizer from Vihiga County, show iko juu sana. Asante sana, God bless you so much mahali popote ulipo. Mwingine anasema salimia mgeni sana. Asante. Kuna mwingine anasema salimia mgeni sana na tuko pamoja, ni Frank kutoka Mwingi. Thank you so much. Mwingine anasema ni Jacinta Mudehu from Mwingi, salimia papa na umwambie asirudi nyuma. Asante sana, God bless you so much Jacinta mahali popote ulipo. Mwingine anasema kwamba show kuna mbambika sana. Mimi naitwa Musa Word Grace kutoka Shortcut. Napata hot and clear, lakini naomba wimbo Bibanda ya Jambidi. Hey, jamani. Sawa, asante. Kwa majina naitwa Esther Mumbe. Salimia mgeni na umwambie mwisho wa mwanadamu ndio mwanzo wa Mungu. So ajitie nguvu na bila shaka Mungu ni mwaminifu. Asante sana, God bless you so much. Kuna mwingine anasema ni Masi kutoka Udhiru, shiko poa sana. Salimia mgeni, mwambie tuko pamoja. Is he married, and if he is not that, muulize kwamba angependa kwa Asante, hilo ni swali. Tutakuwa najibiwa hilo, tuachane nalo, lakini atakuwa na kujibu kila ambacho anajua. Manake pia mimi sijaona kitu chochote kwenye mkono. Pia anauliza kwamba ungependa kufanya collab na mimi, na pia kama tutafanya basi itakosti how much, ama tutakaa chini vipi namna gani, ama utasema kwamba niweze kukulipia gharama zile ambazo umeharibu kifungua studio. Asante sana. Thank you so much. This is Peter. Asante sana. Edu anasema niko ndani sana. Salimia mgeni, mwambie tuko ndani sana, na mwambie kwamba ningependa ni rekodi wimbo moja niweze kujua ama nitambue studio yake iko wapi, pia na tupatie direction tafadhali. Asante sana. Anasema tafadhali nisaidie kurekodi muziki usikumbali talent yangu
ifunge, kwa sababu sina uwezo na jiamini. Nikipata mtu wa kunishika mkono nitakuwa msanii mkubwa sana hapa Kenya na East Africa kwa jumla. Please, kama kuna venye unaweza nisaidie tafadhali. I'm Ken from Naivasha, nambari ya simu naona ametupatia pale. Hapa si Ken amesumbua sana kwa kupiga simu jamani. Naomba tafadhali producer, shika huyo kijana mkono tafadhali. Anasema salimia mgeni, shiko poa sana. Memo from Nahi, God bless you so much. Anasema habari ya mgeni, mimi ni shabiki, asante sana. Karibu sana ndani ya MTN Kenya kwenye kipindi cha Top 10 Show. Inabamba sana. Ni Fena kutoka Nats. Thank you so much. God bless you. Anasema ni Munyiva, salimia papana umwambie tunabarikiwa sana na huduma yake. God bless you so much Munyiva, mahali popote ulipo. Kadri anasema niko ndani, salimia papa, muulize angependa kufanya collab na mimi. Asante sana. Takuwa anaweza kujibu hilo swali. Uliza papa kwamba studio yake iko wapi na ni pesa ngapi ambayo ana rekodi muziki. Natumai hilo atakuwa anatueleza, na hiyo that is a private, atakuwa anatujibu. Papa natumai kwamba una hizo maswali unazishika maana nazipata. Na kuna mwingine anasema kwamba shiko poa sana, salimia papa, mwambie tuko ndani kabisa. Muulize kwamba okay, sawa, hilo ni swali tutakuwa tunamuuliza baadaye, lakini kabla tujaenda party. Thank you so much kwa wale ambao mtazamaji wanawasiliana nasi kupitia kwenye nambari ya simu ambayo ni 0704914926 au kupitia kwenye mtandao wa Facebook, Twitter na Instagram. And also remember mtazamaji, you can stream live www.mtnkenya mahali popote ulipo, na tutakuwa tunaweza kuwasiliana na wewe mahali popote. Asante sana. Tuweze kukuja kwako kabla tujaenda mbali. Apart from music, is there any job you're doing? No. Kazi yangu nishakueleza. Hujanieleza. Nieleze sasa. Apart from music, is there any job you're doing? Jibu swali. Amna. Na wewe ni producer muziki. Hujatuambia. Sasa basi, apart from music you have a job you're doing. Uko na job. That's a job. Wajua, acha nikwambie. Swali lako limekuja vizuri. Maana ukiuliza apart from music kuna kazi unafanya? Na nilishauliza pale ukaniambia ni nini unafanya. Nikakwambia ninafanya muziki kama huduma ambaye Mungu aliniiti. Sawa, that's why I'm asking that. Apart from music, is there any job we are doing? Hakuna. Nikuuliza kwani uimbaji uko katika pale studio? Uimbaji kwani uko ndani ya studio? Unafanyia uimbaji pale ndani ya studio? Uimbaji una kategori nyingi. Na ndio maana nikasema ni huduma. Ninafanya huduma katika studio, ninafanya huduma katika kanisa. Na mahali popote pale ambapo tutaenda. Ndiposa nikasema kazi yangu ni ya huduma ya muziki. Kidogo nikuulize swali kabla tujaenda mbali. Nikuulize papa, ni changamoto zipi ambazo zinakuwa pale studioni wakati ambapo mnarekodi wanamuziki? Changamoto zipo mingi. Maana utapata kuna mwile ambaye anakuja anataka kuimba na hajui kuimba vizuri. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili utapata kuna yule ambaye anakuja studio na hana hela. Unapata? Sasa unajua katika studio ni kazi na hizo vitu zinatumia stima, zinatumia nini. So unapata kuna ile changamoto, lakini yote ni huduma ambayo tumeitwa tuifanye. Na katika huduma yote ile kuna changamoto. So inabidi una handle vile huyo msanii yako na vile huyo wa pesa yako. Na pale nyuma nilisikia mtu akiuliza kwamba huyu papa labda ameoa ama hajaoa. Hapana, mimi nimeoa, niko na mke na watoto 3. Asante. Huyu amesema si mimi. Tutoke kule tukuje kwenye muziki. Utambe hii studio yako iko katika maeneo gani? Studio yangu iko Embakasi. Na nitakuwa nakupatia namba, tutawasiliana, utanipigia simu, nitakuelekeza. Mimi nimekuza wengi ambao Mungu amewatumia katika njia tofauti. Kwa hivyo mimi sifanyi tu muziki ni kwa sababu ya pesa. Nipigie simu, tutaongea. Ninakuza kipaji, ninakuza talanta ambayo Mungu amekupatia. Usilale nayo nyumbani, maana utaulizwa. Mungu amekupatia shilingi 1, unaenda naweka chini. Baadaye uchukue ifanyishe kazi. Utaulizwa mshahara yako iko wapi? Ulifanya nini? So hiyo ndio nafanya. Na kidogo nikuuliza papa, ungependa kusaidia waimbaji kama asilimia watu ngapi wakati miaka 3 ambayo inayokuja? Siwezi sema asilimia haswa, lakini uwezo ambao Mungu atanipatia na kibali na neema ambayo Mungu atanipatia kuwatumikia, nitaweza kuifanya. Maana siwezi nikasema ya kesho na sijui ya kesho ni vipi.
Mungu mwenyewe ndiye anajua. Hii kazi ambayo amenipatia ni yeye anajua nitaifanya vipi na kesho itakuwa vipi na ni wapi nitawasaidia na ni watu gani. Papa, kuna mtu pale anasema hakika mimi ningependa kuwa mwimbaji. Mimi najisi kwamba na talanta kufanya uimbaji. Nasikia nina wito. Lakini nikiangalia kwamba naogopa kwenda studioni, labda nikutane na producer, nikisijui changamoto ama ni nini wakinahitajika pale kwenye studioni, ama mtu anastahili kuwa vipi asingwazike kwa kuna wale ambao wanapenda kukasirika bure. Watu kweli. Kama ungependa kutueleza changamoto zipi ama usiogope. Uhusiano. Usiogope. Changamoto zipo, lakini mimi niko hapa kukusaidia na kufanya talanta yako yafikiane. Nitakupa namba, utanipigia. Maana vile nimekueleza, kabisa kuna wale ambao nimeshika mkono, ambao walikuwa kabisa wamekufa moyo, wameenda chini, wanasema kwamba mimi hata sitakuja imba tena, maana nilienda studio fulani wakakula pesa yangu, wakafanya hiki. Lakini vile nimekueleza, asiangalie pesa, ninaangalia kipaji ambacho Mungu amepanda ndani yako. Ndipo sasa niweze kukikuza. Wajua hiyo muziki kiimba ikubariki, pia mimi nitabarikiwa, nitakuwa sehemu ya baraka. Na hicho ndio nafanya. Lakini nikuulize Papa, najua wakati ulipofungua studio ulikuwa na marafiki, ulikuwa unajuana na maproducer wengine. Waliweza kukuchukuliaje kuona Papa amefungua studio yake? Kuna ile wivu, acha nisikudanganye. Kuna mahaters. Na unajua mimi kila ambacho uchukulia katika maisha yangu, ukifanikiwa nafurahi, maana nikiwa na need utanisaidia. Kuna mwingine ukifanikiwa anaanza kukuonea wivu. Kwa nini? Kwa sababu hakutakii mema. Kuna wimbo nimeimba unaosema popote Yesu alienda alitenda mema. Kwa hivyo hata wewe leo anaweza kukutendea. So Mungu akinitendea mema, mbona unionee wivu? Ona? So wakati Mungu anakutendea mema, kuna wale wale wanasikia wivu, lakini hiyo inakuwa stepping stone ya kupanda juu ili wafikie wengi. Umeishaona mahali penye inakuwa topic of the day. So unajulikananga sana. Jamani. Papa, kidogo turudi nyuma kidogo, nikuuliza katika muziki wako. Umekuwa ukirekodia muziki wako pale studioni. Haswa kuna labda mtu wako pale studioni ambaye anakusaidia kurekodi muziki wako? Amna, ninaifanya mimi mwenyewe. Nina handle msanii mimi mwenyewe. Lakini niko na saizi nimeweza kuanza kuexpand kwa sababu wajua mkono mmoja huvunji chawa. Lazima ukuwe na wasaidizi. Maana saa nyingine unaweza taka kujisaidia. Niko na co-producer na co-director ambaye anaitwa Edward Cole, na niko na pia na my other assistant managers wa video ambao ni Promark Entertainment. Tunawapa pamoja. Hao ndio ambao wamenifanyia video nzuri sana. Sijasikia ukitaja Edu mahali. Ama ni mimi nimesikia vibaya? Edu yuko, that is Edward Cole. Yeye ni co-director. Ndio unamuita co-director. Yes, unajua lazima ni msalute. Edward Cole ni kijana mzuri sana. Okay. Anaweza kuwa around. Ako around. Atakuja kutusalimia basi tuweze kumtambua kijana ambaye umemsifu sana. Yeye ni nani na tuweze kumtambua zaidi. Na kidogo tuweze kunguzia kidogo pale katika kazi ambayo unaifanya. Na ile kazi ina changamoto nyingi sana. Unaweza kutueleza kidogo tuweze kufahamu, maana najua kwamba kwenye studioni kunakuwa na changamoto. Na wakati kama uko hapa, sijui umeacha nani pale, na labda ulikuwa na customer ambaye angependa labda umrekodie muziki na kapata haupo. Changamoto ipo. Kama vile nimesema. Changamoto zipo. Na changamoto zikija unakumbana nazo vile zilivyo. Kama nilivyojua leo nilikuwa nakuja, I communicate. Nina kikundi ambacho kinajiita Papa, Team Papa. Ninawaeleza hii leo niko na shughuli fulani, masaa fulani hadi masaa fulani. Kama vile mtu alikuwa amebook appointment anafaa kuja kuniona, tunamwambia sasa usikuje sasa hivi, kuja masaa yale mengine. Unaona? So communication ni kitu muhimu. Juu usipo communicate mtu atakuja anapata studio umefunga waliama ama vipi? Hapana, tuna communicate. So that wanapokuja wanajua okay, kumbe kuko hivi na vile. Changamoto nyingine unapata wasanii wanakuja studio. Wengine wanakuja wanaangalia huyu kijana labda ni mdogo, wanafikiria wanakuja na mentality zingine. We are human. Lakini sasa unapomuonesha ni serious business, anaona yenyewe hapa si kukuja tu kuleta mchezo. Ni kazi na ni huduma. Asante. Kidogo niweze kukuuliza swali Papa, pale kwenye studioni najua kuna kuwa na watu wengi ambao wanajiuliza maswali, na lazima kwenye studioni lazima ukutane na watu ina tofauti. Labda kuna watu ambao walianza muziki kitambo, napata mtu akikwambia mimi nataka kuja studioni lakini sitaki kupata watu wengi sana pale studioni. Watu kama hao najua jitokeza, na maana nimetembea studioni nikaona mambo kama hayo. Wajua watu wote hawafanani na watu wote wako na different levels. So mtu yule vile nilikueleza pale awali, unamhandle hivyo. Kama vile nilikwambia kuna mtu atakuja
anapiga mstari wa kwanza wa pili ashapoteza tune. Unamhandle hivyo. Itabidi wale wako studio waambie sasa session ya mtu ni ya mtu. Inamhandle hivyo. Yule ambaye session si yake na anakuja kukua idol anaambia time yako ikifika ukuje. Kama si yako basi itabidi hadi ile wakati wako. Papa, tutoke kidogo kwenye kuwa kazi ambayo unaifanya ambayo ni ya producer. Tushuke tukuje kidogo kwenye muziki wako. Wimbo wako wa kwanza ulimbo ukasemaje? Wimbo wangu wa kwanza nilimba nikasema kila mwenye uhai. Tuweze kusikia mbona ukasema kila mwenye uhai. Maandiko yanasema katika Zaburi 150 mstari wa 6. Kiumbe chote ambacho kinapumua nje na ndani na kimsifu Mungu. Na mimi nauliza swali langu, mbona ukaimba hivyo? Hata kama Biblia inasema. Ilikuwa ni himizo ya kwamba tusisahau ni Mungu ametupea neema ya kuishi. Na nikasema kila mwenye uhai amsifu Bwana, maana yale yametenda ni makuu sana. Hata wewe kufika hapa ni neema. Ni miujiza. Sasa inasema kila mwenye uhai. Sasa we are not preaching. Please. Wimbo ambao umeweza kuimba katika wimbo wako wa mwisho. Ulikuwa unasemaje? Wimbo ambao nimeimba wa mwisho katika albamu ambayo nimefanya video inasema wewe ni Bwana. Mbona ukasema wewe ni Bwana? Kwa sababu yeye ndiye Mungu ambaye habadiliki. Yeye ni jana, leo, kesho na hata milele. Tungependa tuweze kusikia kutoka kwako sauti yako kidogo wakati ambapo ni. Maana tulikuwa tunaona video, tunaona sura, lakini hatujatambua kama sauti ni yako. Mimi tuweze kusikia sauti tafadhali. So niimbe wimbo moja. Nisamehe Bwana Mungu wangu. Nisamehe Bwana Mungu wangu, nimekutenda dhambi mbele zako Bwana, nimekutenda dhambi mbele zako Bwana. Acha nisikuulize swali papa, maana najua nikianza kukuuliza swali utakuwa unaweza kujibu vingine. Tutoke kule papa, nikuulize swali maana pia naona muda unatupa kisongo. Tungeweza kupenda kujua kwamba utaratibu wa kufanya kazi ambayo unaifanya uimbaji na mambo ya studio, utaratibu ni nini? Utaratibu wa studio ambao nafanya ni kwamba lazima ukuje ni ku-audit, ni kusikize kabla sijaanza kukufanyia kazi. Nikisha kusikiza kueleze hivi ndio nafanya kazi na hivi ndio nasikia vile huko na sasa nakubeba hivyo. Nikisha kufanyia niko na directors wangu ambao nawapatia muziki wanasikiza kabla tuje release. Tunasikiza nasema mnasikiaje muziki? Tuna make sure muziki kitoka pale ni fine na hiyo muziki iko sawa na iko standard ambayo hata mtu akisikia na yenyewe muziki na bariki. Alafu after pale tuta direct yule mtu anafanya hadi video. Maana J Records ni lebo kubwa. Na ni nyumba kubwa ambayo imebeba videographers, imebeba producer ambaye ni mimi naanzia pale chini na mpandisha juu, alafu tunashika ile msanii. Hii studio ni mzuri, iko wapi? Tuweze studio Embakasi. Sasa naona wengi tutahamia kule. Amieni kwa sababu naona muda unatupa kisongo papa, tungeweza kuweza kusikia kutoka kwako. Tunaweza kupata namna gani na pia na njia gani? Kunipata, wacha nikupatie namba ya simu ambayo ni 0792 447 143. Kwa kurejelea 0792 447 143. Utanikuta mimi mwenyewe papa na tutasaidia. Na tafadhali usipige usiku mtazamaji, manake watu na mtazamaji ni vizuri sana. Upige kutoka asubuhi masaa ya kazi mpaka pale saa 12. Ikifika tafadhali usipige simu usiku, ni vizuri sana tukue na heshima. Na kikende producer wangu anauliza kama umeoa. Amesema ameoa tafadhali. Na kuna watoto usiseme nimeoa. Tafadhali usifikirie ku story nyingine, niko na mke na mtoto 2 years and a half. Mwelekezi wangu tafadhali na kamera wetu tafadhali. Tungeomba anaitwa nani? Edu, sijui kama ungependa kuja kutusalimia ama itakuwa vipi namna gani? Kidogo. Tafadhali mwelekezi, kama vile tulikuwa tumesema, na labda kwenye mtandao wa Facebook, Twitter unajitaje? Joseph Mushiri. Mahali pote Instagram, Facebook utanipata kule. Okay, asante. Edu tafadhali, we want to see you. Hoi, kikada. Ndio huyu sasa, unajiita nani? Amesema anaitwa nani? Anaitwa Edward Cole, co-manager. Yes, huyu ni Edward Cole mwenyewe. Yes. Najua kuna changamoto nyingi unapitia, lakini utatueleza, lakini kwa muda unatupa kisongo tafadhali utatuia radhi kwa leo.
Hamna shida, hamna shida. Asante, tunashukuru. Tunashukuru baba. Asante. Asante sana. Na kidogo asante. Asante. Kwa kidogo tu tuweze kukuuliza kwamba umesema tunaweza kukupata vipi na nambari ya kwa simu. Turudie tena kwa yule ambaye hakuwa labda ameweza kusikia nambari ya kwa simu. Kwa kunipata unaweza kunipata kwa nambari ya 0792 447 143. Yeah. Okay, asante. Mtazamaji, basi kufikia hapo tutatia kikomo kwa siku ya leo, lakini kabla tujaenda salimia wawili watatu. Ningependa kushukuru sana Mwenyezi Mungu na MTN kwa hii nafasi. Na nashukuru mke wangu pia. Amenipatia ample time nifanye hii huduma, si rahisi. Na pia ningeenda kushukuru pastor wangu, pastor Kioko na pastor wenzake na management yote ya kanisa na Prumak Entertainment, my videographers, managers. I salute you guys. Na pia ningeweza kushukuru team Papa na watu wote ambao ni my followers. Asante sana na kuamini ya kwamba naweza kufanyia kazi ikaweza kutoka vizuri. Nawashukuru sana. Thank you. Papa amesema na mtoto, hujasalimia mtoto. Wise. Asante. Nimekusalimia. Thank you. Asante, tunashukuru sana. Mtazamaji, kufikia hapo tutatia kikomo kwa siku ya leo. Tutakutana tena kwa majaliwa ya Mungu kwenye kipindi cha Top 10 siku ya Jumatatu wiki ijayo. Kwa hivyo mtazamaji, kumbuka kipindi cha Top 10 kipindi ambacho kinakukujia kila siku ya Jumatatu na kila siku ya Jumamosi hapa ndani ya MTN Kenya kuanzia mida saa 9 hadi pale mida saa 10, isipokuwa sasa imepita na dakika 2. Lakini mtazamaji, pia kwa majaliwa ya Mungu tutakutana kwenye kipindi Changamka Show siku ya Sunday kutoka mida saa 3 hadi pale mida saa 5. Kwa hivyo pale popote ulipo mtazamaji, ungana nasi kupitia kwenye mitandao ya Facebook